Yod, roho, mwili na muda. Yod, spirit, body and time. Good luck. Godspeed, Artemis 2. Let's go. For 10 days, the world watched in awe as Artemis 2 went higher and farther than any humans in history. Today you've made history and made all America really proud. For 10 days, Reed, Victor, Christina, and Jeremy inspired the world and captured the imagination of billions. 8.8 million pounds of thrust launched the Integrity spacecraft out of the atmosphere to the moon, around the far side, and back home safely, hitting a velocity of over 24,000 miles per hour before deploying parachutes and splashing down in the Pacific. And we're just getting started. Welcome to the Artemis generation. Shalom mtazamaji wetu wa Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani pote. Kipindi ni Yod, roho, mwili na muda. Jukwaa lako ambalo tunakuangazia neno na utimilifu wake katika damu na nyama, tangu ambako roho wa neema na unabii wa Kristo alipozungumza katikati ya wana wa Mungu, katikati ya mwili wa Kristo na hata nje ya mwili wa Kristo, na namna ambavyo limegusa katika kila nyanja ya maisha ya watu. Karibu sana mtazamaji wetu wa Sonship Spirit TV. Kaa pamoja nasi ili tutazame kwa pamoja namna ambavyo roho wa neema na unabii wa Kristo analitimiza neno lake juu ya mwili wa Kristo na kwa watu wote duniani. Karibu sana. Mnamo mwaka 2023, siku ya 29 ya mwezi wa 9, roho wa neema na unabii wa Kristo alizungumza kupitia kinywa cha mtumishi wake, mtume wa Kristo Wilbert Robert Maridadi, juu ya masuala kadhaa, na hasa katika kuangalia uwezekano wa kupunguza muda wa wanafunzi au watoto wetu kukaa mashuleni. Badala pengine ya kukaa miaka 10, watumie miaka 5, lakini yenye manufaa makubwa kwa ajili yao, kwa ajili ya familia zao, na kwa ajili ya mwili wa Kristo na dunia nzima iweze kunufaika. Katika kuwasilisha jambo hilo, roho wa neema na unabii wa Kristo aliweza kusuggest mambo kadhaa kwa mwana wa Mungu au mtume wa Kristo Wilbert Robert Maridadi. Na moja ya jambo la msingi sana ambalo alikuwa alizungumza ni uwekezaji katika tehama, ndio teknolojia, habari na mawasiliano. Je, tangu 2023 neno hilo lilipozungumzwa, ni mambo yapi yameendelea katika ulimwengu wa teknolojia? Endelea kutufuatilia, endelea kutazama, uone namna tulivyokuandalia. Kuanzia mwaka 2023 hadi 2026, teknolojia imehama kutoka akili mnemba au artificial intelligence kwa lugha ya Kimombo, ya uundaji wa maudhui yanayoitwa generative AI, ambazo zinafanya kazi zaidi katika kuunda maneno, picha, sauti na video, mpaka kufikia hatua ya AI za mifumo wakilishi au tunaita agentic systems, zenye uwezo wa kujifunza kutoka katika matumizi ya kila siku na baadaye kusaidia kufanya maamuzi. Lakini pia imeendelea kumove mpaka kufikia AI ya robotic, ambazo zina uwezo wa kufanya kazi za kimwili zinazofanywa na wanadamu. Lakini pia imeongezeka sana mpaka kufikia katika AI za miundombinu endelevu au sustainable infrastructure. Maendeleo muhimu ni pamoja na ujumuishi wa AI katika michakato ya kazi ya kila siku, kuongezeka kwa betri za sodium ion, na maendeleo ya teknolojia za digital au muunganiko wa mifumo ya kidijitali katika mazingira na maisha ya kila siku. Hapa ni mchanganuo wa ukuaji wa teknolojia tangu mwaka 2023 mpaka 2026. Moja, kundi la kwanza tutazungumzia akili mnemba au kundi la artificial intelligence na mifumo ya kiautomatiki tunaita automation. Kwenye kundi hili tumeona kwanza kuna generative AI consolidation. Hii ni kuanzia mwaka 2023 na 2024 ndipo ambapo ilifanyika sana. Na katika eneo hili tumeona sana ueneaji wa matumizi ya modo kubwa za lugha LLM kama GPT-4 na Cloud kwa ajili ya uundaji wa maudhui, uandishi wa programu na uendeshaji wa mchakato wa kazi. Kundi la pili kwenye eneo hilo hilo la kundi la artificial intelligence tunalo agentic AI systems. Hizi zimeonekana sana mnamo mwaka 2025 hata sasa 2026 zinaendelea kuonekana.
Hii ni artificial intelligence ambayo imehama kutoka kwenye chatbot zinazojibu maswali hadi mifumo wakilishi huru inayopanga, kutekeleza na kushirikiana kwenye kazi zenye hatua nyingi katika mifumo. Kwa hapa watu wametoka kutoka katika kujibu tu maswali, kuuliza swali na kujibiwa, lakini sasa una uwezo wa kupanga, una uwezo wa kutekeleza na kushirikiana kwenye kazi zenye hatua nyingi katika mifumo. Eneo lingine katika eneo la artificial intelligence tunalo physical AI na robotics. Sana tunaendelea kuiona 2026. Kama ukiwa mfuatiliaji mzuri wa masuala ya habari na teknolojia, basi unamkumbuka Bi Melania Trump, First Lady wa Marekani, namna ambavyo aliingia ikulu ya White House pamoja na yule robot. Hii ni mifano ya AI inayofahamu sheria za kiasili, natural laws, ikiwezesha roboti wanaofanana na binadamu kufanya kazi katika mazingira yasiyo na mipangilio, mifano ya Cosmos na Nvidia. Eneo lingine katika kundi hilo la artificial intelligence na domain specific language models, DSLMs, AI maalum inayofunzwa kwa data maalum za sekta, mfano sekta ya afya au sheria, kupunguza makosa na kutoa usahihi bora zaidi kuliko mifumo ya kawaida inayofanywa na wanadamu. Lakini pia kwenye eneo hili la kundi hili la AI pia tunayo AI Native Development Platforms ya mwaka 2026 pia. Hii ni eneo la jukwaa kama vile Cursor inayotumia AI kuunda msimbo, kupunguza muda. Ninaposema msimbo, mwana wa Mungu, namaanisha password, kupunguza muda wa uundaji kutoka kuanzia 50% mpaka 90%. Kwa hiyo jambo ambalo ulikuwa unalifanya pengine kwa dakika 10 ukianza kuunda wewe mwenyewe, sasa hivi una uwezo wa kuifanya ndani ya sekunde 10 tu. Hiyo ndio eneo la AI development tangu mwaka 2023 mpaka tulipofikia 2026. Kundi la pili katika mchanganuo huu wa maendeleo ya teknolojia ni kundi la computing and connectivity. Kwa Kiswahili tunaita ukokotoaji na uunganishaji. Katika kundi hili basi na lenyewe tumeligawa katika maeneo kadhaa, takriban maeneo 4. Eneo la kwanza ni quantum computing. Hii inahusiana sana na masuala ya namba, na hapa tunaiona kuanzia 2023 namna ambavyo imepiga hatua. Hii imeonyesha kuhama kutoka mifano ya maabara hadi matumizi ya vitendo. Mafanikio makuu ni pamoja na kuboresha viwango vya makosa ya qubit, mfano Google mwaka 2023, na kuendeleza algorithm za ugunduzi wa dawa na sayansi ya vifaa. Eneo lingine katika kundi hili la computing and connectivity ni 6G cellular development, hiyo ambayo imeanza 2024 na 2026 mpaka mwaka huu 2026. Wakati 5G inaposhika kasi kikamilifu, zana ya 6G inaanza muunganiko zaidi kwa AI na IoT, yani Internet of Things. Kwa hapa eneo hili linaangalia zaidi muunganiko wa maeneo haya mawili ambao bado watu wanaendelea kulifanyia kazi hata sasa. Eneo lingine katika kundi hili la computing and connectivity ni neuromorphic computing. Hii hasa imeanza kuonekana mwaka huu 2026. Hivi ni vifaa vilivyoigwa kutoka ubongo, vilivyoundwa kwa ajili ya AI yenye ufanisi mkubwa kwenye vifaa vya mwisho, mfano vifaa vile ambavyo vipo karibu zaidi, kupunguza matumizi ya nishati na kuboresha ujifunzaji wa wakati halisi, real time learning. Eneo lingine katika kundi hili ni DNA digital data storage. Utafiti juu ya kutumia DNA kuhifadhi kiasi kikubwa cha data ya kidijitali, ikitoa uwezo mkubwa na uimara wa muda mrefu. Baada ya kundi hilo tunaenda kwenye kundi lingine la maendeleo ya teknolojia tangu mwaka 2023, na kundi hili ni sustainability and energy, yani uendelezaji na nishati. Katika kundi hili na yenyewe tutaangalia maeneo kadhaa. Eneo la kwanza ni direct air capture, DAC, ni carbon capture. Hii ni teknolojia kama vile Climeworks Orca, ambayo kukusanya hewa ya carbon dioxide moja kwa moja kutoka angani. Eneo lingine kwenye kundi hili ni sodium ion batteries za mwaka 2026, mbadala rahisi na salama wa betri za lithium ion ukitumia vifaa vingi kama chumvi au sodium, unaoweza kupanuliwa kwa magari ya abiria na uhifadhi wa gridi. Eneo lingine katika kundi hili ni small modular reactors, SMRs, mitambo ya nyuklia ya next gen yenye ukubwa mdogo na inayoweza kuanzishwa haraka sana, yenye lengo la kutoa nguvu thabiti isiyoweza kuzuilika
Hapa utaelewa ule mpango wa Marekani wa mwaka 2028 wa kuweza kurusha nuclear katika sayari ya Mars. Eneo lingine katika kundi hili ni upcycled polymers ya mwaka 2026 pia. Vifaa vya hali ya juu hivi tunavizungumzia, vilivyotengenezwa kutoka kwenye taka kupitia michakato ya kemikali na kihisia, vinavyosukumwa na sera ya uchumi endelevu wa nchi husika kama vile Marekani ambavyo inaendelea kufanya sasa hivi. Lakini tukienda katika eneo lingine au kundi lingine la maendeleo ya teknolojia, tunalo kundi la 4. Kundi hili ni la Health and Biotechnology, yani afya na bioteknolojia. Nalo limegawanyika katika maeneo kadhaa. Moja, AI enabled healthcare, yani huduma za kiafya ambazo zinasaidiwa na AI. Vifaa vya AI vinavyoharakisha ugunduzi wa madawa na kuunda nakala za kidijitali za viungo vya binadamu kwa ajili ya majaribio ya kliniki ya mtandaoni. Lakini pia tunalo kundi lingine kwenye eneo hili ni base editing, na yenyewe hii ni kuanzia mwaka 2024 tuliona ikifanya kazi. Aina bora kabisa ya uhariri wa jeni zaidi ya CRISPR inayowezesha marekebisho sahihi ya herufi moja ndani ya DNA, huku tiba za kibinafsi zikionekana kwa magonjwa nadra. Lakini pia kwenye eneo hili tunalo 3D bioprinting. Teknolojia nyingine ndio 3D bioprinting, kutumia seli hai kuunda tishu na viungo kwa ajili ya upandikizaji na kuiga magonjwa. Hiyo ilikuwa ni kundi la Health and Biotechnology. Kwenye kundi lingine la maendeleo ya teknolojia, kundi namba 5, tunayo Digital and Consumer Technology. Hapa tunazungumzia robotaxis tangu 2024. Hapa umeona kwamba kupanuka kutoka kwenye majaribio ya awali hadi operation ya kibiashara kwa wingi katika miji kama vile San Francisco kwa Marekani, Los Angeles na kimataifa. Lakini pia kwenye eneo hili tunao digital personhood credentials, mifumo iliyoundwa kudhibitisha uhalisia wa binadamu mtandaoni na kupinga deepfakes zilizoundwa na AI. Eneo lingine kwenye kundi hili la 5 ni smart glasses au Meta Ray Ban Generation 2. Uinukaji mkubwa wa miwani inayojumuisha AI, kamera na vipaza sauti kwa tafsiri ya wakati halisi na utambuzi wa vitu. Hapa unaweza ukawapata vijana wengi ambao wanapenda pale kwenda Mlimani City pale na kutazama zile na kufanya na kushiriki katika ile michezo au magame ambayo unaweza kujiona na wewe upo ndani ya game hilo ukifanya a real time gaming. Lakini pia kwa muhtasari tu kukuwekea kwa kifupi ili kuelewa zaidi, naweza nikaitemu hivi. Mwaka 2023 ulikuwa ni mwaka wa generative AI. Hapa zimezaliwa ChatGPT, ukuaji wa AI ya kutoka maandishi hadi picha, upanuzi wa matumizi ya 5G, matumizi ya Web3 blockchain. Zote hizi ziliweza kupatikana mwaka 2023 ambao kwa jumla kwa jina moja tunaweza tukaita ulikuwa ni mwaka wa generative AI. Kutoka 2023 kuja 2024 kukawa na mwibuko mkubwa wa AI yenye njia nyingi, yani maandishi, video na sauti, matumizi ya mapema ya robotaxis, uhariri wa vinasaba wa hali ya juu pia ulikuwa ukionekana katika mwaka huo wa 2024. 2025 kuja 2026 sasa tumeona sana AI wakilishi au agentic AI systems, robotic, betri za sodium ion na vituo vya anga vya kibiashara ambavyo vimeleta mapinduzi makubwa katika sayansi ya anga. Mfano safari za NASA ambayo ya kwenda mwezini na kurejea duniani iliyoitwa Artemis 2 kwa muda wa siku 10 kama ambavyo tumeona tangu tarehe 1 Aprili mpaka tarehe 10 Aprili. Dame i gospodo, prva dama na Sjedinjenih Amerikanskih Državi, Melania Trump.
Asante mtazamaji wetu wa Sonship Spirit TV. Ulikuwa pamoja nami El Neimbara. Kipindi ni Yod, dira ya maisha yako na uzao wako, roho, mwili na muda. Asante sana, karibu tena, tukutane wiki ijayo.